Kesi hiyo iliendelea kuendeshwa katika mahakama hiyo ya wilaya ya Buhigwe, na mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 2024 mtuhumiwa Neema Fredrick Moshi alikutwa na hatia ya kutenda makosa manne na kuhukumiwa adhabu zifuatazo. Kosa la kwanza ambalo alikutwa nalo lilikuwa ni la kujifanya Grace Fredrick Moshi kinyume na kifungu cha 369(1)(a) na 35 cha sheria ya kanuni ya adhabu, na katika kosa hili alifungwa miaka 2. Tukumbuke kwamba jina lake yeye ni Neema, lakini yeye akajifanya kuwa Grace. Kwa hiyo hilo lilikuwa kosa la kwanza. Kosa lake la pili ambalo alikutwa nalo na hatia ni la kujifanya Grace Fredrick Moshi aliyeandikwa kwenye cheti cha elimu ya sekondari chenye namba S0912-0024 ambacho ni cheti cha tunaita academic certificate cha Grace Fredrick Moshi kinyume na kifungu cha 371 na 337 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Katika kosa hili alihukumiwa kifungo cha miaka 7. Kosa la tatu ambalo alikutwa nalo la kujifanya Grace Fredrick Moshi ambaye ameandikwa kwenye cheti cha kumaliza elimu ya sekondari, yani living certificate, iliyotolewa na shule ya sekondari Bongwe. Katika living certificate hii yeye akawa anaitumia akisema, akipapoti, akieleza kwamba yeye ni Grace Fredrick Moshi na kwamba hicho cheti ni cha kwake. Katika kosa hili alifungwa kifungo cha miaka 7. Kosa la 4 ambalo alikutwa nalo ni la kugushi vyeti vya kumaliza elimu ya sekondari vilivyotolewa na shule ya sekondari Bongwe. Yaani vyeti vyote viwili sasa. Kumbukeni ukimaliza form 4 kuna vyeti viwili. Kuna cheti cha taaluma ambacho tunaita academic certificate na kuna living certificate inayokuonyesha kwamba wewe umehudhuria miaka 4 kwenye shule hiyo. Kwa vyeti vyote hivi viwili vilikuwa na majina ya Grace Fredrick Moshi, lakini yeye ni Neema akawa anavitumia akisema kwamba yeye sasa ndiyo Grace Fredrick Moshi. Katika kosa hili sasa la 4 la kugushi vyeti vyote viwili, alichofanya aliondoa na picha iliyokuwa imewekwa kwenye hivyo vyeti na akaweka picha yake.